Kwa mara ya kwanza duniani kampuni ya Ferrari imetengeneza gari ambayo ni umeme mwanzo mwisho, electric car ya Ferrari, na hii inaitwa Ferrari Luce. Karibu sana nikupe habari kuhusiana na hii gari. Mimi naitwa Snash na hii ni Tech in Swahili. Relax nikwambie, neno Luce ni neno la Kitaliano ambalo maana yake ni light. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukasema ni Ferrari Light. Nimesikiliza vitu vingi sana, lakini moja kati ya kitu ambacho nimesikiliza nikasema lazima nitakwambia ni pale ambapo nimemsikiliza Ferrari Executive Chairman anaitwa John Elkann. Amesema ya kwamba timu yao ilikaa kwa muda mrefu sana, kwa nguvu kubwa sana kutengeneza gari ambayo mtu akiendesha hiyo gari kwanza atapata ile vibration ya uhakika, lakini pia ata sense kila kitu. Ni gari ambayo kwanza ina jumla ya horsepower 1035, inakuja ikiwa na quad motor ambazo zinafanya all wheel drive. Ukisikia quad maana yake ni kwamba motor ziko mbili, alafu inakuja ikiwa na battery kwa sababu ni gari ya umeme. Of course ina battery ambayo ina kilowatt hour 122 ambayo ikiwa iko full charge kabisa inakupeleka mpaka kilomita 530. Sasa piga hesabu 530 ni kutoka Dar es Salaam mpaka wapi? Alafu jinsi ambavyo inachanganya sasa kutoka 0 mpaka 60 inatumia sekunde 2.5. Ni gari ambayo inachanganya kweli kweli. Na kama unataka kujua bei wala hakuna kusita, ni gari ambayo inauzwa kwa dola za Kimarekani 600,000 kuinunua huko ambapo inauzwa. Sasa nategemea wale matajiri wa Masaki, Mikocheni, wale watu fulani ambao ni wakishua zaidi tuione. Na of course atakayeweza kuimport hii gari aniite tunije kufanya review kwa experience ya kuigusa kabisa Ferrari Luce. Ni gari ambayo ukiangalia design yake imekaa ambayo unaweza kusema ya kiajabu ajabu. Mimi binafsi design yake kwa nje sijaipenda sana. Ukiangalia mbele katika upande wa nose cut pale, zile taa zake zimefichwa kwa ndani kama mtu fulani ambaye amefumba macho kidogo hivi, na taa zake zinaonekana ni taa ambazo zina mwanga kweli kweli. Na ukienda katika upande wa nyuma, taa zake ziko katika mfumo wa cycle, lakini pia hakuna maajabu mengi sana. Maajabu ambayo yapo kwanza ni katika milango yake. Mlango wa mbele unafunguka kwenda mbele na mlango wa nyuma unafunguka kwenda nyuma. Ukiingia ndani idadi ya watu ambao wanakaa ndani, mbele ni 2, nyuma ni 3. Kikubwa ambacho kipo kwanza ni katika upande wa material ndani mule, ukigusa chochote kile, kama kitakuwa leather kitakuwa ni metallic ama itakuwa ni glass, kwa sababu umefanya combination. Kuna vitu ambavyo ni glass, kuna metallic, alafu kuna leather. Wow. Na ukienda katika upande wa mbele sasa, funguo yake ukiwa umeishika, funguo yake ina shape ya rectangular, lakini sasa ile funguo jinsi ambavyo inakuwezesha kuweza kuwasha hii gari, kuna sehemu hapa katikati ya center console, sehemu ambayo kuna gear lever hapa, unaichukua ile funguo unaiweka, kuna sehemu ina sensor, alafu unaipress ndani, nazama chini kidogo hivi, gari ndio inaamka inawaka sasa. Kwa hiyo pale unaweza kaamua sasa kuweka kama ni drive, reverse ama vyovyote vile. Na ukiangalia pale steering yake ina options za kutosha na ina screen mbili. Kuna screen moja ambayo ni kwa ajili ya dereva kuonyesha vitu vingine, na kuna screen nyingine ambayo ile screen pia inaweza ikarotate kidogo, ikaenda kulia ama kushoto. Ukiwa unaendesha hii gari kuna sehemu upo mwanga ni mkali sana, uone vizuri ile screen, unaweza ukairotate kidogo kwa ajili ya kuweka katika position ambayo unaona vizuri. Inawezekana ni wewe ama co-driver, kwa maana ya kwamba mtu ambaye umempakiza yuko mbele pale, anaweza kaangalia pia ile screen na kuirotate vizuri ikakaa vizuri akaona vizuri. Katika center console hapa kuna sehemu mbili ambazo unaweza kufunua, na pale kuna charge za type C, kwa unaweza kuchaji simu yako, lakini pia inakuja na 2 wireless charge, iko kwa chini kidogo pale, unaweza kuchaji simu zako pale kwa njia ya wireless. Design yake kwa ndani ni comfort zaidi, imekaa vizuri, ila kikubwa kuhusiana na hii gari bwana ni speed, gari ambayo inakimbia kweli kweli. Na ukiangalia design yake unaweza kaichukulia poa, lakini dola 600,000 najua washikaji wa hesabu tayari wameshapiga hesabu na kujua hii ni gari ambayo itakuwa na thamani kiasi gani. Sina mengi sana kukwambia kuhusiana na Ferrari Luce. Nasubiri washikaji zangu fulani hivi wa Masaki, wale wa fulani ambao hela zao kidogo huwa zipo tu, zinasubiri mambo mazuri kama haya. Kuna mtu kabisa katika akaunti yake 600,000 ambayo sio shillings, ni USD, wala si mchongo sana. Akitoa hiyo pamoja na ushuru wala hajaumia popote pale. Mshikaji wangu, ukifanikiwa kuimport hiyo gari, wewe niite tu, na mimi wala sitokutaja kwamba ni tajiri gani ambaye umeagiza hiyo gari. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snash.